hata ingekuwa kwa uwezo, hatakuwa na jambo lolote lile ambalo tungemshawishi Mungu. Unaposimama chukua miguu yako miwili. Na ijulikane kwamba upo Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba upo Mungu, na ijulikane kwamba upo, na ijulikane Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba upo usifanane na watu wa mataifa. Sikiliza, Bwana alipotuokoa, alitutoa kutoka kwa watu wa mataifa. Alitutoa kutoka kila mtu alipokuwa kutoka mbalimbali. Kuna wengine Bwana aliwaokoa kutoka kwenye ulevi, wengine Bwana akawatoa kutoka kwenye vifungo, wengine walikuwa wanaabudu sanamu, wengine walikuwa wanategemea miungu mingine. Kwa hiyo Bwana alipotuokoa, alitutoa kutoka kufanana kama watu wa dunia, akatuleta ili tufanane, tuwe na namna yake ya kimungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kwa nini tunajifunza tusifanane na watu wa dunia? Sikiliza, watu wa Mungu tunaongea yetu ya kimungu, watu wa kimungu tunavaa yetu ya kimungu, watu wa kimungu tuna muonekano wetu. Kuna namna ambavyo mtu anakachoche kuangalia wewe akutofautisha na watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jinsi wewe unavyozungumza, na ndio maana inafika wakati wanamuuliza Petro kwamba wewe Petro, mbona hata zungumza yako ni kama wanafunzi wa Yesu? Petro anamwambia hapana jamani, mmekosea, mimi mtu huyu simjui. Wanamwambia hata jinsi unavyokataa ni kama wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusifanane na watu wa mataifa. Tusifanane na watu wa mataifa. Matendo yanaonyesha kuwa mtu anafanana na watu wa mataifa. Matendo yanaonyesha kuwa mtu anafanana na watu wa mataifa. Jambo la kwanza, tabia ya kupenda fedha zaidi kuliko kumpenda Mungu. Tabia ya kupenda fedha zaidi kuliko kumpenda Mungu. Kupenda fedha sio zana, kwa sababu Biblia inasema kwamba pesa ni jawabu la mambo yote. Lakini pesa ikishachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako, hiyo ni dhambi. Ni dhambi. Ni dhambi. Kuna watu wako tayari wamuuze Yesu wao kwa sababu ya pesa. Kwa sababu ya pesa. Juzi kati nilikuwa nasikiliza dada mmoja anasoma pale chuo kikuu cha Sauti, akawa anasema kwamba ilifika muda fulani wa kufanya mtihani. Sasa ile mtihani ya vyuo vikuu kama haujamaliza kulipa hela ya mtihani, huwa ni ngumu sana kuruhusiwa kufanya. Amewapigia nyumbani wakamwambia hela hamna. Ni mdada aliyeokoka.
Sizungumza na mtu ambaye hajaokoka, ameokoka. Kwa alipowapigia wengine, yani tunachokuambia yeye ndio alichokuwa anakishuhudia sasa. Sasa ametafuta kila njia anayoona inawezekana, akakosa hela kabisa. Na mtihani ni kama kesho. Alafu leo simu zote, hakuna simu hata moja ambayo imempa matumaini. Akawa anasema alishangaa tu anaanza kupata mawazo, anafikiria hivi, kwani na mimi hapa na mimi sitafute mtu wa kudanga naye hapa. Akafikiria kwa bahati nzuri Mungu akaingilia kati. Kuna lecture moja ilikuwa ameokoka, akawa amefanya jambo fulani, lakini yeye mwenye dada akawa anasema hivyo, asingekuwa ile lecture hivi. Wakati mgumu wote unaopitia kwenye maisha, sio kwamba Yesu amekuacha, hapana. Kila nyakati ambazo unazipitia ni nyakati ambazo Bwana yuko anakufundisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani hivi leo tusingejifunza Bwana uvumilivu kama tusingesoma habari za Ayubu na majaribu aliyopitia. Hivi leo tusingejifunza Bwana imani kama Bwana asingemwambia Ibrahimu amtoe mtoto wake mpendwa Isaka. Fedha isiamue maamuzi kati ya mahusiano yako wewe na Mungu. Mahusiano ya kwako wewe na Mungu, hata kama hauna fedha. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa tajiri. Kila kitu utakipata, lakini usiwe na haraka mpaka wakati wa Bwana ufike. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wengi wa Mungu aliwakusudia mambo makubwa, lakini yale mambo makubwa hawakuweza kuyapata. Kwa nini? Watu wengi wana haraka, wanataka kupata kitu kabla ya wakati. Sikiliza nikuulize swali. Wewe leo hapa umepanda mahindi, alafu yale mahindi uliyoyapanda umepanda leo asubuhi, kesho ukakuta mahindi umekomaa kabisa, ni wa kuchuma na kuchoma na kula, utauchuma? Utachuma? Hapana. Kwa nini? Muda bado. Hivi ushajifikiria kwa nini mfano mama akiwa mjamzito, hakuna mtu ambaye huwa anauliza kabla ile miezi 9, labda mama labda na ujauzito wa miezi 2, hakuna anayeuliza hivi wewe mbona umechelewa hivyo kuzaa? Hakuna anayeuliza. Na hata huyo mama ingetokea bahati nzuri labda akamzaa huyo mtoto akiwa na ujauzito wa miezi 5, yeye mwenyewe tu hata amani anakuwa hana. Sasa unajiuliza hivi huyu ni mtoto kweli au ni njiti? Kwa nini najiuliza hivyo? Muda wa kile kitu bado. Bwana hata kama amekupangia sehemu kubwa, hata kupeleka mpaka hakikisha kwenye tuition yake umeiva. Kuna watu wengi walikuwa wanaomba Mungu awape utajiri, wakati huo bado viungo vyao vya kuiva vilikuwa havijakamilika. Bwana alipowapa utajiri, wengine wameacha imani, wengine wameanza kufanya na anasa, kwa sababu ndio ule utajiri ambao Bwana amewapa. Mungu kuna kitu hawezi kukupa mpaka atakapohakikisha ufike wakati ambapo hata wewe kile kitu kikipata, ukisimama mbele za watu kushuhudia, utawaambia sio kwa nguvu zako, ni kwa sababu ya Bwana. Amen.